Wafilipi sura ya 4 na ule mstari wa 4. Wafilipi sura ya 4 na ule mstari wa 4. Wafilipi sura ile ya 4 na ule mstari wa 4. Nataka wote tufike Wafilipi 4:4. Tumefika eh? Twende 1 2 3 mstari wa 4. Furahini katika Bwana siku zote, tena anasema furahini. Haleluya. Kwa hiyo nyaraka zinaelekeza muamini anafurahi mara ngapi? Siku zote. Sema siku zote. Manake muamini anapatikana siku zote anafurahi. Manake muamini hana wakati ambao hapasi kufurahi, si ndio? Akisema siku zote manake una count mpaka zile days ambazo sio nzuri, si ndio? Zinaitwa siku za uovu. Siku za giza. Haleluya. Anasema furahini siku zote. Alafu anasema tena anasema furahi. Unapona maandiko yanaweka ile double emphasis kama hii. Yaani kwamba furahini, alafu anasema tena anasema nini? Furahini. Maana yake ni kwamba ametilia mkazo. Unapaswa pay attention kwa hicho ambacho anazungumza. So ameweka double emphasis. Haleluya. Haleluya. Maana yake furahini, tena anasema furahini. Haleluya. Kwa maana yake muamini anapaswa furahi siku zote. Sema siku zote. Mwambie mwenzako muamini anapaswa kufurahi siku zote. Haleluya. Hizo siku zote zinajumuisha wakati tulionao sasa. Haleluya. Hizo siku zote ni hata wakati tulionao sasa hivi. Haleluya. Kwa hiyo tunapatikana tukifanyaje wakati huu? Tukifurahi. Haleluya. Haleluya. Okay, kabla ya kufurahi kwanza. Mstari unaofuata anasemaje? Moja mbili twende. Upole wenu na ujulikane na watu gapi? Na watu wote. Bwana yu karibu. Kwa hiyo manake ninapofurahi siku zote, kitu gani ambacho kinaonekana kwa watu wote? Ni upole. Sema upole. Sema tena upole. Kwa hiyo namna ya kuonyesha watu wewe ni mpole, glory, wakuona unafurahi siku zote. Haleluya. Sio tumejifunza nani kusoma Biblia kwa muktadha, si ndio? Anasema furahini siku zote, tena anasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yu karibu. Manake ili tujue wewe ni mpole, sio tuambie kwamba wewe ni mpole. Tutakuona ukifurahi siku zote. Haleluya. Kwa sisi waamini atusema kwamba mpole ni yule ambaye yuko hivi. Huyu dada ndo mpole, au kaka ni mpole kwa sababu yuko hivi. Ni mpole kwa sababu yuko hivi. Kuna watu walikuwa wananiambia mimi ni mpole. Na ni kweli, usimkuta maneno kama mimi ni mpole. Haleluya. Haleluya. Lakini ukinikuta mahali kama hapa, utaona nimerukwa na akili. Lakini huo ndio upole wangu sasa. Kwa sababu namna kudhihirisha upole ni wewe kufurahi siku zote. Haleluya. Haleluya. Upole sio kujielezea kwamba ni mpole. Upole ni kupatikana ukifurahi siku zote. Yeye amesema tena nasema furahini. Haleluya. Na upole wenu na ujulikane na watu wote. Upole wenu ujulikane na watu wote. Haleluya. 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 Tuna maandiko yakizungumza kwamba tunauchukua upole ule wa Kristo, si ndio? Kristo alikuwa ni mpole, si ndio eh? Tunaona upole wake nini? Kwamba Kristo alikuwa anapatikana kifurahi siku zote. Haleluya. Tuna watu wapole asubuhi. Hii ni asubuhi. Jioni ya leo. Nisamehe, nimeshazoea kubika nisali Kongo asubuhi. Kwa hiyo napenda kutumia asubuhi ya leo. Okay. Kwa hiyo tuna watu ambao ni wapole jioni ya leo. Tuna watu wapole jioni ya leo, si ndio? Na hizo siku zote ni wakati hata tulionao sasa hivi, si ndio? Kwa maana yake tunapatikana tukifanyaje? Tukifurahi, si ndio? Tunapatikana tukifanyaje? Tukifurahi. Tuna dakika chache za kufurahi. Tafuta rafiki yako, hakikisha kwamba anafurahi. Tuna dakika chache za kufurahi. Huu ni wakati ambao tulionao wa kufurahi. Haleluya. Haleluya. Alafu ngoja tuseme hivi. Ngoja niseme kama kufurahi. Tunapofurahi tumekwisha kuona kufurahi kwetu kuna tufanya jambo la kwanza kuwa na wepesi wa kulipokea neno la Mungu. Sababu neno la Mungu lapaswa lipokee kwa furaha. Haleluya. Lakini kufurahi kwetu kuna activate nguvu za Mungu katikati yetu. Katika kufurahi tunapokea majibu ya mahitaji yetu. Tunapokea majibu ya maombi yetu. Haleluya. Manake tuna trigger kila namna ya majibu kwa upande wetu. Haleluya. Haleluya. Kwa kufurahi ni advantage yetu. Ni faida tulionayo. Haleluya. Lakini zaidi sana tunaofunulia neno la Mungu ambao unatuandikiza katika kufurahi.
Sababu neno la Mungu tunapolila matokeo yake linatupatia kufurahi ndani yetu. Haleluya. Kwa tuna kila sababu, yaani tukitafuta kila sababu, tuna kila sababu ya sisi kufurahi. Haleluya. Ziko sababu nyingi sana za kufurahi. Kila tukao tunaendelea tutakuwa nakupa sababu moja moja. Zipo kila sababu nyingi za kufurahi. Haleluya. Tutumie zile ambazo tunazifahamu kwa ajili ya kufurahi. Haleluya. Haleluya. Glory! Glory! Haleluya. Haleluya. Tusimame, akisha umesimama. Mmekaa. Ndugu zangu. Tusimame. Haleluya. Ndio tuna flow kwenye things of the spirit. Unajua joy ni zao la roho. Ni tunda la roho. Haleluya. Biblia inasema tunda la roho nini? Ni upendo, si ndio? Hapa sema furaha. Maana upendo unadhihirishwa kwa furaha. Haleluya. Ili useme kama una upendo utakuwa ukifurahi, ukiwafurahia wengine, ukiwafurahia watakatifu. Haleluya. Kwa haukwepi kufurahi. Baba mwenzako haukwepi kufurahi. Yaani ukijikuta unasimamia hapa neno la Mungu la kuchapia huku, haukwepi kufurahi. Mimi natembea katika mwendo wa upendo. Mbona ufurahi? Tunda la upendo ni nini? Furaha. Sasa wewe unasemaje tunda la roho ni furaha? Unasemaje una roho wa Mungu afu una furaha? Kwa sababu upendo ni unajua pale tunda la roho ni moja. Yale mengine ni matokeo ya hilo tunda la roho. Yaani ukiwa na upendo maana yake utapatikana ukiwa na furaha. Ndio maana upendo ujenga, si ndio? Kwa na warejea watakatifu kwa furaha. Namna hiyo ndio nimewapenda watakatifu. Haleluya. Haleluya. Glory! Haleluya. Tupo tayari kwa ajili ya kufurahi. Akisha kama mwenzako sana furahi. Tukae wawili au watatu. Kutokana na namba tulizonazo. Akisha kwamba watu wanafurahi. Wanakuwa na shangwe, si ndio? Haleluya. Maandiko yanazungumza wazi ni kama ndama anavyoruka. Ni kama ndama anavyoruka. Haleluya. 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 Unajua Biblia inazungumza wazi wakati Mungu anaona confusion kwenye ulimwengu, yeye alikuwa akifurahi. Haleluya. Sijui unaona nini? Wakati hicho kitu ambacho unakiona ambacho haukitaji kwenye maisha yako, haukipendi kwenye maisha yako, kitu ambacho unatakiwa uitikie nacho ni furaha. Haleluya. 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 Tunataka kufurahi sasa. Kwa dakika chache tufurahi. Kisha kama unafurahi. Akisha kama unakuwa sababu mwingine kufurahi. Akisha kama unakuwa sababu mwingine kufurahi. Akisha kama unakuwa sababu mwingine kufurahi. Lakini kama mtu mwingine anafurahi. Bado siona watu wakifurahi. Yaani kwa hii furahi isingeweza kuangusha ile Yeriko. Lakini kuna wenzetu walifurahi. Haleluya. Furahi. Ndivyo ambavyo yale ambayo ni magumu yanaonekana kuwa marahisi. Ndivyo unakabiliana na mambo ambayo yanakuwa ni sintofahamu. Unapata jibu la maombi yako. Unapata jibu la kusudi lako. Yes, unafurahi. Ngome zinaanguka kwa furaha yako. Yes. Unapata mpenyo, unapata breakthrough kwa furaha. Furahi. Akisha mwingine anafurahi, akisha anafurahi. Mbona sioni mkifurahi hapa? Mbona sioni akisha kama anafurahi? Ndio furaha. Yes, ndio furaha. Yes, akisha kama mnafurahi, ndivyo ambavyo unapokea msaada wa kiungu. Akisha kama unafurahi. Yes, ndio akisha kama unafurahi.
Unapokea msaada, unapokea msaada, unapokea msaada, unapokea msaada, unapokea msaada, unapokea msaada wa kiungu. Yes, unafurahi, hakika kama unafurahi. Yes, magonjwa yanaangua kwenye miili yetu, magonjwa yanaangua kwenye miili yetu. Yes, unafurahi, 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 unafurahi. Hatujasema usmile, fry, 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 fry. Mbona tu fry? Mbona tu fry? Sijasema muombe. Nimesema tu fry. Nimesema tu fry. Akiza kama una fry. Akiza kama una fry ndugu yako. Shikeni mikono, akiza kama una fry. Mtu asiombe, hatujasema muombe. Tu fry. Unajua kuna mambo ambayo unaweza ukaomba kwa muda mrefu, lakini fry can unlock everything. Sasa hivi sio wakati wa kuomba, ni wakati wa kufry. Sogea hapa kwenye mwanga, huko kwenye giza siwaoni vizuri. Akiza kama mnafry, yani akiza kama mnafry. Akiza kama unakuwa msaada kwa mwingine kufry. Yes. Akiza kama una fly, ndio unavyo flow, ndio una flow. Ndio una flow kwenye karama za roho. Akiza kama una fly, una fly. Oh yes. Glory! Okay. Unaweza ukaketi. Oh yes.
Oh, wonderful. Thank you, Father. Oh, oh, yes. Oh, oh, yes. Oh. 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 Oh, thank you, Father. Oh. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Huku gizani sasa, kama ikiwezekana tukae huku, siwaoni vizuri. Kuishia hapa hapa ndo pale mwisho. Njoo kaa kwenye kochi ile pale. Huku hamna taa, kwa unapata shida kuwaona. Oh, yes. Sawa, hata leta hicho kile tu. Kuna kile kingine hichi hapa. Hicho ika hapa. Weka tu hapa. Hallelujah. 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 Okay. Hiyo ndo inaitwa ni desturi yetu waamini kufurahi. Hallelujah. Hallelujah. Labda tuombe kampu ishe mapema, lakini utafurahi sana. Labda kampu ishe leo. Lakini la sivyo utafurahi sana. Ndivyo ambavyo tunajizoeza kwenye mambo ya kiungu, kiasi kwamba unapata urahisi hata ukiwa huko. Haleluya. 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 Kwa sababu sisi sote sio naamini, kama unajua uamini au kama unajua ujui ya kwamba wewe ni mhudumu wa Injili, si ndio? Si mhudumu wa Injili unawasaidia wengine kuweza kupata urahisi kwenye mambo ya kiungu. Haleluya. Kwa hiyo manake hapo ndo mahali ambapo unajifunza namna gani ya kuoperate kwenye mambo ya kiungu. Haleluya. 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 Sasa mchana ule session nilikuwa nayo asubuhi mpaka ile mchana hatukupata nafasi ya kujifunza. Sasa hivi tunakwenda kujifunza, tutajifunza kweli kweli. Haleluya. 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 Nikiona mtu anasinzia tuta rejoice, alafu tunaendelea kujifunza, si ndio? Kwa hiyo kama unataka sababu ya wengine ku rejoice ni kuone unasinzia. Utakuwa ni sababu ya watu wengine ku rejoice. Haleluya. Sema amina. Okay. Sasa tunaendelea. Nataka sasa hivi tufanye study kidogo. Tujifunze kwa sehemu. Tutumie muda mrefu kwenye kujifunza. Alafu pale mwishoni tutafanya kitu kimoja kizuri. Kuna jambo ambalo nataka niseme mchana, lakini nije niseme tu sasa hivi ili tunalo tayari. Kwenye session ambazo tunakupo nazo kuanzia sasa hivi mpaka hapo baadaye, karibia na mwisho wa camp. Kwenye kampu ambazo zimepita nyuma tulikuwa tunajifunza sana kwa habari ya karama za Roho, si ndio? Tulikuwa tunafanya deep study, tunafanya mpaka tulikuwa tunapitia maneno mpaka Kigiriki, limetokeaje hili neno, kwa nini hapa limerudiwa mara mbili. Kwa hiyo tulifanya sana study sana lakini sasa hivi hatutafanya hizo study sana kama tulivyosema. Study tutakazofanya sana namna tu ya kuflow kwenye hizo karama. Haleluya. Namna ya kuflow kwenye hizo karama ambazo tunazo kama waamini. Tutakaojifunza sana. Na miongoni mwa karama ambazo tutaifanyia kazi sana ni karama ya uponyaji.
Haleluya. Karama za nguvu, tutafanya kazi sana kwenye karama za nguvu, power gifts. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo maanake kwenye kampu hii tutaponya magonjwa yote. Haleluya, 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 haleluya. Tutaoperate kwenye zote, lakini emphasis kubwa tutawekeza kwenye nini? Power gifts. Haleluya, how to operate with power. Haleluya, haleluya. Sasa tufanye nani kidogo. Funga kitabu cha Wakorintho wa kwanza Wakorintho wa pili sura ya kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 na ule mstari wa kwanza. Sasa tutakwenda kuangalia vitu vya muhimu mno. Kwa hiyo nitaomba upay attention, sababu nataka tuviangalie kwa haraka au kwa spidi kidogo, ili tusio na kiporo kwa ajili ya siku ya kesho. Kesho tuanze kitu fresh. Haleluya. Kwa hiyo nataka tusogee kidogo kwa haraka. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Kwa hiyo utafungua haraka, tutasoma. Sina Biblia, kwa hiyo utaenda kusoma pamoja. 1, 2, 3 kama tumefika. Kwa nasema, basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose ufahamu. Kwa hiyo asubuhi tuliona ya kwamba kwenye sura ya kwanza ule mstari wa 7, Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 7, aliambia kwamba hawakupungukiwa na karama yoyote, si ndio? Maana hawakuwa na upungufu wote wa karama ndani yao. Then akaanza kuelezea zile contrast kadhaa ambazo tuliziona kwenye sura ya 6 kwa habari ya sexual sin, sura ya 7 masuala ya ndoa, sura ya 8 kwa habari ya sanamu, na sura ya 10 kwa habari ya sanamu, sura ya 11 kwa habari ya namna ambavyo wana conduct meeting zao sio kwa faida bali kwa hasara. Then sura 12 sasa ndo anasema sasa basi, manake anaweka conclusion ya kwamba mambo yote hayo alikuwa analenga kueleza kitu gani? Ya kwamba kwa habari ya karama za Roho hataki wakose kufahamu. Ile kukosa kufahamu manake tafsiri nyingine za Kiingereza, lakini pia ukija tafsiri za asili zinarejea kwamba ni kukosa ufahamu, ni kwamba ni kama mtu kuwa mjinga kwa kujitakia yeye mwenyewe. Haleluya. Yaani kwamba amechagua fungu la kutokujua. Haleluya. Lakini kuna uwezekano akitaka kujua. Kwa hiyo manake ni kwamba information zinapatikana, lakini mtu amekataa kuzichukua nini? Information. Yaani taarifa juu ya karama za Roho zipo, lakini mtu amechagua kuto kuzichukua taarifa. Kwa hiyo manake ule ujinga pale ni ule ujinga wa kujitaka yeye mwenyewe kuwa mjinga, au ni kutokujua ambapo amepachagua yeye mwenyewe kutokujua. Haleluya. Haleluya. Lakini tukasema kwamba sisi hatuko katika kundi hilo, si ndio? Ya kwamba sisi hatupaswi kuwa watu wa namna hiyo. Sisi sio watu wa namna hiyo, ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kujifunza. Kwa maana yake ujinga pale ni kile kitendo cha yeye kuchagua kuwa mjinga, au kitendo cha yeye kuchagua kutokujua. Maana yake ni kwamba ana ujinga wa kutokujua namna ambavyo Roho anatenda kazi, au Roho ambavyo anatembea kwenye makutaniko yetu, au Roho anavyo, kwa sababu neno inatumika pale kwa Kiingereza ni demonstration of the spirit. Neno demonstration maana ni kama vile maonyesho yanavyokuaga. Ushaona ile maonyesho yanavyokuwa? Ni kwamba panakuwa maonyesho labda kitu fulani, kwa watu wanaenda kuona yale maonyesho. Mshaonaga wale ambao wanapitaga kwenye wanapitaga wale wanafanya zile zinaitwa nini? Mazingaombwe. Yale ni maonyesho, si ndio? Kwa hiyo anakuja anaonyesha onyesho lake, kazi ni kutizama. Kwa hiyo manake mtu anakuwa anashindwa kujua namna ambavyo Roho anajifunua. Kwa hata Roho akijifunua hawezi kujua kwamba hapa Roho amefanyaje? Amejifunua. Haleluya. Haleluya. Wewe kwa mfano, tukio ambalo tumetoka kufanya tulikuwa tuna rejoice. Mtu mwingine ataona kwamba ni a normal rejoicing, lakini bila kujua namna ambavyo Roho anatembea katikati ya mtembeo wa kurejoice. Haleluya. Haleluya. Nafikiri kwenye session nafikiri kama kesho nitakuonyesha nitakuonyesha wakati tuna rejoice how things zinaweza zikatokea wakati tuna rejoice. Na ambavyo watu wanaweza waka receive nguvu za Mungu wakati wana rejoice. Ufike siku ya kesho. Na ambavyo inatokea. Na ambavyo una generate God's power wakati una rejoice. Haleluya. 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 Okay, tuondokea na hiyo, msije mkanichukua tena na najua isiende kanogewa na huko. Okay, kwa hiyo manake ni kwa mtu anashindwa kujua mtembeo wa Roho katikati ya makusanyiko ukoje. Ndio maana muamini anapaswa kuwa sensitive kwenye makusanyiko, kwa sababu wakati wote na saa yote Roho anafanyaje? Anajifunua. Haleluya. Tunaona mfano wa Kornelio, si ndio? Wakati Petro anahubiri, wakati Petro anafundisha,
wote wakajazwa na Roho pale, si ndio? Wakaanza kusema kwa lugha mpya. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo sisi lengo letu ni kujua namna gani tunaflow kwenye nini, kwenye mambo ya Roho. Haleluya, haleluya. Sasa tuliangalia asubuhi, tukaona kwamba tuna makusanyiko kadhaa ambao hapa makusanyiko yana malengo kadhaa, si ndio? Tunasema kusanyiko la nini? La kujifunza, ambao lengo lake ni watu wanajifunza, si ndio? Maandiko, inaweza ikawa ni maswali yanaulizwa yanajibiwa kwa maandiko, kufundishwa. Haleluya. La pili, kusanyiko la maombi, ambao emphasis yake ni nini? Ni kuomba. Haleluya, haleluya. La tatu, la uinjilisti, ambao lengo lake ni nini? Kuwafikia watu kwa injili, kama tulivyofanya leo. Kwa kama tunavyoenda kuhubiri injili, ile kusanyiko la nini? La uinjilisti. Haleluya. Neno linafundishwa, uponyaji unaweza ukatokea, watu wakaombewa wakapokea uponyaji, watu wakajaza Roho. Haleluya. Kusanyiko lingine, kusanyiko la Roho Mtakatifu. Sasa hilo cha kusanyiko lingine kabla hilo la uponyaji, si ndio? Ambao watu wanakuja kwa ajili ya kuponywa magonjwa. Sasa kusanyiko linalofuata ni kusanyiko la nini? La Roho Mtakatifu. Hilo ambalo tumesema ndio mahususi sasa kwa ajili yetu, ambalo mambo yote hayo yanajumuishwa ndani mwake. Haleluya, haleluya, haleluya. Okay, nikuongezea kusanyiko moja. Kusanyiko moja lingine linaitwa ni kusanyiko la watendakazi. Unaweza kuandika leo tukulitaja asubuhi. Kusanyiko la watendakazi ambalo hili lengo lake ni kwa au kusanyiko ni ministers meeting au inaitwa ni workers meeting. Kusanyiko la watendakazi ambalo linaweza likajumuisha makundi machache, sio watu wote wanajumuishwa, ni watendakazi peke yao. Maanake ukifika pale useme mimi ni muamini napaswa niingie ni muamini kweli, lakini kusanyiko la watendakazi. Maanake linahusisha, kwa mfano Yesu alipokuta mchana anahubiri kwa multitude, wale watu wengi, si ndio? Watu 7,000, watu 5,000. Akitoka baadaye wanafunzi 12, si ndio? Alafu baadaye unakuta anawatuma wale watu 70, makusanyiko wachache, si ndio? Baadaye unakuta anapanda mlimani na watu 3, si ndio? Baadaye unakuta anabaki na mtu mmoja, Petro peke yake. Unaona sasa? Kwa unakuta namna ambavyo wale makusanyiko ambao walikuwa nao mchana akihudumia katika namna ya upendo, wakija wakati yuko na wale 3, ataambia ni kweli tunawapenda, lakini sasa ili kusanyiko sio la kwenu, ni kusanyiko la nini? La watu 3 peke yao. Haleluya. Sasa ni kusanyiko ambao wachungaji wanaweza wakaandaa kwa ajili ya watu wachache, kwa ajili ya kuwa equip kwa ajili ya kazi ya huduma. Haleluya. Okay, tuachane na hiyo. Then sasa kuna kusanyiko ambao tuna concentrate nao ni kusanyiko la sala Roho Mtakatifu. Tunataka sasa tuangalie mambo machache hapa kwa usiku wa leo. Sasa kusanyiko la watakatifu. Kusanyiko la watakatifu au kusanyiko la Roho Mtakatifu. Kusanyiko la watakatifu au kusanyiko la Roho Mtakatifu. Unaweza kaandika hiyo. Ndio ambayo sasa tuna limetupa mpaka kuwa na hii charismatic camp. Katika kusanyiko la watakatifu au kusanyiko la Roho Mtakatifu, waamini wote wanapewa nafasi ya kudemonstrate, wanapewa nafasi kudemonstrate. Tunasema nini Kiswahili chake rahisi? Kudhihirisha. Wanapewa nafasi ya kudhihirisha karama za Roho katika kusanyiko la Roho Mtakatifu. Waamini wote, sema waamini wote. Manake hii haihusishi watu wachache, ni waamini wote wanapewa nafasi ya kudhihirisha karama za Roho ambao tumesema hawajapungukiwa kunazo ndani mwao, si ndio? Kwa hiyo wanapewa room ya kuweza kudemonstrate karama zote za Roho. Haleluya, haleluya. Maanake na sisi kwenye ile kusanyiko tulilonalo, kwenye kampu tulilonalo, maana tutakuwa na nafasi ya kila mtu kuweza kudemonstrate karama za Roho, kila mtu kuweza kuexperience, kuweza kunufaika na mwingine na yeye wengine wanufaike na yeye. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo sasa kusanyiko la Roho Mtakatifu ni nini sasa? Kusanyiko la Roho Mtakatifu ni nini? Ni mahali ambapo waamini wanakutanika. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kukutanika. Ni mahali ambapo waamini wanakutanika. Nakumbuka tulisema kwamba jambo la kwanza kuamini kukutanika. Ile kwamba wanakutanika kwa faida kwa hasara inakuja baadaye, lakini jambo la kwanza ni kukutanika. Kwa hiyo kusanyiko la Roho Mtakatifu ni kwamba waamini wanakutanika. Neno la Mungu linapewa nafasi ya kwanza. Maana yake linafundishwa. Neno la Mungu, waamini wanakutanika. Neno la Mungu linapewa nafasi ya kwanza. Maana yake linafundishwa au linahubiriwa. Na Roho wa Mungu anapewa nafasi. Tafute lugha rahisi hapo.
Okay, au sema hivi, na Roho wa Mungu anapewa nafasi ya kujidhihirisha katikati ya hao watakatifu. Nitakuja kuweka sawa mbeleni. Kwa kusanyiko la Roho Mtakatifu ni mahali ni mahali ambapo waamini wanakutanika na neno la Mungu linapewa nafasi ya kwanza, linafundishwa, linahubiriwa, na Roho wa Mungu anapewa nafasi ya kujidhihirisha katikati yao. Kwa hiyo kwenye kusanyiko la watakatifu, au kusanyiko la Roho Mtakatifu, karama za Roho ndiyo lengo mahususi. Kwenye kusanyiko la watakatifu, karama za Roho ndiyo lengo mahususi. Tuliona kwenye kusanyiko la kujifunza au kusanyiko la mafundisho, neno la Biblia linapewa nafasi, neno la Mungu linapewa nafasi ya kwanza, si ndio? Kusanyiko la maombi ndo primary issue pale. Kusanyiko la uinjilisti tunafikia wasioamini. Kusanyiko la uponyaji, manake watu wanaponya magonjwa, lengo pale ni kuponya magonjwa. Kusanyiko la Roho Mtakatifu, karama za Roho ndi kipaumbele, ndo kitu ambacho kinafanya ile kusanyiko lile kusanyiko la Roho Mtakatifu. Haleluya! Manake neno kufundishwa au kuelekezwa au kuhubiriwa ni kwa ajili ya kuwafanya watu wafahamu juu ya hizo karama. Ndio maana tunajifunza karama za Roho ni zipi, zinafanyaje kazi, then waamini wapate nafasi ya kufanyaje, kudemonstrate. Haleluya! Kwa hiyo manake kusanyiko la Roho Mtakatifu, karama za Mungu ndizo au karama za Roho ndio ambazo ndo primary thing kwenye kusanyiko la watakatifu, ndio kitu ambacho ni mahususi. Maana mtembeo wa karama, utendaji wa karama ndio lengo mahususi. Haleluya! Kitabu cha Korinto tulichokuwa tunasoma, Korinto wa kwanza sura 12 mstari wa 4, tende pale. Mstari wa 4. Mstari wa 4 umefika? Umefika? Alafu ndio mmoja anisaidie kwa tafsiri ya Kiingereza tukiweza kusoma kwa Kiswahili Mstari umefika? Tena 1 2 3. Hajasoma wote, ngoja subiri kwanza afike. Mstari wa 4. Tena 1 2 3. Pana tofauti za karama, manake haiko moja, si ndio? Ziko tofauti bali Roho ni yeye yule. Alafu pana tofauti za huduma, bali Bwana ni yeye yule. Alafu pana tofauti za kutenda kazi, azitendaye kazi zote katika wangapi? Sio watu wachache. Haleluya! Azitendaye hizo kazi zote katika wote. Unapata tafsiri ya Kiingereza kwanza. Diversities of gifts. Unakumbuka tulikuwa diversities neno la tendelee. But the same spirit. Differences of ministries. But unajua ile ministries unakumbuka ilikuwa inatokana neno gani? Neno ambalo linamaanisha kwamba ni namna ya kusupply, si ndio? Ku make it available. Tunakumbuka? Maana kwamba naifanyaje ipatikane kwa wengine. Ndio nina minister. Ukisema mimi ni minister, maana ni mtu ambaye una supply. Unaweka kitu kipatikane kwa urahisi. Haleluya. Haleluya. Minister of the gospel, maana inaiweka gospel ipatikane kwa urahisi. Ina supply injili. Haleluya. Haleluya. Tende And there are diversities of activities. Diversities of activities. Tafsiri nyingine tumeona neno operations. Na wao zina operate but it is the same God who works all in you. Kwa unaona sasa, kwa kuna tofauti ya karama, kuna tofauti how zinakuwa ministered. Kwa kuna tofauti ya karama zinatofautiana, hazifanani, si ndio? Zinatofautiana. Jambo la pili, kuna tofauti namna ambavyo zinakuwa ministered, na ambavyo zinakuwa supplied kwa watu, na ambavyo zinapatikana kwa watu, vile ambavyo ninamfaidia mtu mwingine, zinakuwa namna ambavyo utaoperate kwenye tongues, interpretation of tongues and the prophets ni tofauti na utakavyo operate kwenye nini, kwenye revelation gift, si ndio? Kwenye word of knowledge, kwenye word of wisdom, si ndio? Haleluya, ni sawa na itakuwa tofauti na ambavyo una operate kwenye nini, kwenye imani, kwenye matendo ya miujiza. Lakini anasema anayetenda zote ni yule mmoja katika hao wote. Maana ni kwamba nikiwa nimepata ufahamu vizuri wa kutosha, vile ambavyo ana operate dada huyu nitakavyokuwa na operate kaka huyu. Haleluya.
kwa sababu utendaji ni kwa kupitia namna moja tu. Ngoja tutumie mfano rahisi. Unajua ukizungumza hivyo mtu anaweza kuchukua kigumu. Na ambavyo tunanena kwa lugha, ile ni karama ya Roho, si ndio? Unawezaje kunena kwa lugha, kaena kwa lugha wote kwa pamoja mkaena kwa lugha? Ni kwa sababu kinachosaidia kunena kwa lugha ni kitu kimoja. Si ni sawa? Kwa vile ambavyo unaweza kunena kwa lugha, mwingine akaena kwa lugha, ndivyo ambavyo wewe unaweza ukafanya miujiza na mwingine akafanya na miujiza. Urahisi ule ambao unaopata katika kunena kwa lugha ni urahisi ule ambao mwingine anatakiwa kupata katika kufanya miujiza. Tunaelewana? Tusiende huko how to flow. Tutaona baadaye. Kwa hiyo sasa nataka ile kitu gani ni kwamba namna ambavyo zinakuwa ministered, namna ambavyo anaonyesha kwamba utofauti wa zile karama, utofauti na ambavyo zinakuwa supplied na utofauti pia kutenda kazi wa zile karama. Utendaji wake unatofautiana. Haleluya. Okay, ngoja tuendelee kwanza. Huko tutaje kudiscuss baadaye. Kwa hiyo maana yake nini sasa? Maana yake ni kwamba tunakwenda kuona katika kusanyiko la watakatifu sasa, au kusanyiko la Roho Mtakatifu, kusanyiko la watakatifu, tunakwenda kuona namna ambavyo hizi karama zote zinafanya kazi. Lakini pia tunakwenda kuona namna ambavyo watu wanatumia hizo karama kufaidia watu wengine, au muamini mmoja atumie hizo karama kumfaidia muamini mwingine. Kwa hiyo kusanyiko la Roho Mtakatifu maana yake tutaona karama zote zinavyotenda kazi. Ndio mahali ambapo tunaona karama zote uwezo wake wa kutenda kazi. Na ambapo mtu mmoja anaweza kuoperate kwenye karama zote. Haleluya. Kwa sababu gani? Zote zipo ndani mwake na anayeoperate ni Roho yule mmoja, ni Bwana yule mmoja. Haleluya. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa expect kitu gani? Ya kwamba patakopo na madhihirisho ya karama zote za Roho katikati yetu. Haleluya. Kuna wengine hawajasikia. Kitu ambacho unapaswa kukiweka kwenye ufahamu wako na nia yako, au iwe ni tamanio lako, ni kwamba karama zote kufanya kazi katikati yetu. Haleluya. 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 Unaamini hivyo? Unaamini hivyo? Okay. Sawa. Kwa hiyo maana sasa kwenye kusanyiko la Roho Mtakatifu tunajumuisha makusanyiko yote kwa pamoja na kuwa ndani hapo. Makusanyiko yote yale yanakuwa ndani hapo. Kwa maana ni kwamba tunaweza kuflow kwenye karama za Roho kwa njia ya kuomba, kwa njia ya kufundisha, kwa njia ya kuwafikia wasioamini, kwa njia ya kuponya wagonjwa. Ndio maana tunasema kwenye kusanyiko la Roho Mtakatifu magonjwa yanaponywa, wasioamini wanafikiwa. Tunasema nini? Watu wanapokea maelekezo, maana watu wanapata emphasis, wanafundishika, si ndio? Watu wanapata kuomba, si ndio? Sababu kuna tongues pia pale. Haleluya. 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 Kwa hiyo nini maana yake sasa? Kwenye kusanyiko la Roho Mtakatifu waamini wote wana participate. Waamini wote wanashiriki.